Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza nilisahau kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa Melkizedeki Ngeze Nyambere, ni mchungaji pale Mchikichini, tunapaita Bonde la Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na fadhili zake kwa kutupa neema kuwepo hemani mwake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mtoto wa hapa hapa. Hebu mchapie Yesu makofi. Miongoni ambao tunaojua machungu ya kanisa hili na mimi nimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwashukuru wote watumishi wa Mungu ambao wameandaa kongamano hili. Kwa kweli linapendeza. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kuwapongeza kwa namna ambavyo wameandaa vizuri. Amen. Mimi nimekuja hapa kukufundisha au kuwafundisha au kujifundisha wote kwa pamoja. Andika kichwa cha somo kinachosema uchumi na ujasiriamali katika imani ya mafanikio. Wanaoandika, andika uchumi na ujasiriamali katika imani ya mafanikio. Wakati wanaanza kamati ya mipango na uchumi, wameweka hapa, kila mtu akawa anajitambulisha kwa nafasi yake. Kwa nini hizi nafasi zinakuwepo kwenye vikundi mbalimbali? Zinakuwepo kwenye vikundi mbalimbali kwa sababu ili kuwepo na uratibu wa mambo katika hali ya ukusanyaji wa fedha na matumizi ya fedha. Mtu akikwambia nini maana ya uchumi? Tunapozungumza uchumi, ni mfumo ambao mtu anaweza akautengeneza, au ni kikundi ambacho kinachotengeneza mfumo wa ukusanyaji wa mapato au fedha ambayo itajumuisha katika matumizi ambayo yatakufanya uweze kutumia katika utaratibu ulio mahususi au ulio katika mpangilio maalumu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari za ujasiriamali, tunazungumza habari namna ya kuweza kucreate yale hali ya kutafuta fedha. Ni namna gani ambavyo unaweza ukaipata fedha na ukawa na nidhamu kwa ajili ya matumizi ya fedha. Watu walio wengi huwa wanaweza wakapata fedha, lakini kwa namna ya kuitumia akaweza kuitumia pasipokuwa na mipango, akajikuta ile fedha imeisha na hajafanya chochote. Mfano, unaweza ukawa na 100,000 mfukoni, ukaenda Kariakoo, huna namna yoyote ya maandalizi kwamba unaenda kununua kitu, lakini ukifika kule unaweza ukashangaa ukavutiwa na shati au suruali ukajikuta umenunua pasipokuwa na mipango. Maana yake ile suruali au shati haikuwa kwenye mipango yako, isipokuwa imeingilia kati. Maana yake unatumia matumizi mabaya kwa sababu hukuwa na mipango hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya uchumi, maana yake ni mbinu ya kuweza kutafuta fedha kwa namna yoyote ile ili uweze kupata fedha.
na hiyo uchumi ukusaidie sasa kwenda kwenye matumizi, namna ya kuitumia ile fedha ili uweze kujikimu. Na wote hapa walio wengi, yawezekana bado hatujaingia kwenye ndoa, lakini matarajio yetu ni kwamba tutakwenda kwenye ndoa zetu ili tuweze kutengeneza sasa ule uchumi wa familia, hata namna ambavyo inaweza ikatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini changamoto kubwa ya vijana, wanasema hatuna mitaji. Lakini sema nina mtaji kwa jina la Yesu. Sema nina mtaji kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako nina mtaji kwa jina la Yesu. Vijana walio wengi ukimgusa, ukimwambia vipi, anasema unajua natamani kufanya biashara lakini sina mtaji. Ndio changamoto kubwa ya vijana, kwamba sina mtaji. Lakini yawezekana hata kama mtu akikupa mtaji kwamba chukua hii 200,000 au 500,000, ukajikuta imeisha bila kufanya kile ambacho ulichokidhamiria. Nini maana yake? Tunapozungumza habari hii tunamaanisha kwamba lazima uwe na maandalizi, ni namna gani ya kufanya biashara au ni namna gani ya kujiingiza kwenye ujasiriamali. Wenzetu huko nchi za nje, maandalizi yao yanaanza utotoni. Wao wanaweza kazaa katoto, wakishazaa katoto kakianza kuwa na uelewa wa kutosha, wanaanza kukaweka sehemu ambayo kunaweza kuwa na vitu vya kuchezea, ile namna atakavyokwenda akajikuta anapenda kuchezea kile kitu, maana yake attention yake iko kwenye sehemu fulani. Inaweza ikakusa. Sisi tumezoea unarukaruka nani, lakini hata hivyo baada ya kwenda chuo nimeanza kupunguza kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumza maandalizi, lazima uwe na maandalizi. Ni namna gani ya kuanza biashara? Umejiandaaje wewe? Kama vile ambavyo tunapaswa kuanza maandalizi ya mfumo wa ujana, na hata biashara tunatakiwa tuwe na maandalizi ya kufanya biashara. Leo nataka tuwe na maandalizi ya kufanya biashara. Mwambie jirani yako, tunataka tuanze maandalizi ya biashara. Sasa tunapozungumza maandalizi ya biashara, cha kwanza lazima uandae mpango kazi. Mfano, tulianza mwaka huu 2026. Wakati tunaingia mwaka huu 2026, ni wangapi ambao waliweka mpango kazi kwa ajili ya mwaka 2026? Nyosha mkono mnai kama upo. Hebu mpigie makofi hao watu. Unapoweka maandalizi na mipango kazi, maana yake ule mpango kazi unakulimiti kwenye matumizi, unakulimiti kuweza kutumia ile fedha ili uweze kuwa na maandalizi ya ile biashara. Na lazima uandike na mradi ambao unataka kuanza. Na ndio maana nikuambia hivi, tunakwenda kujifunza uchumi na ujasiriamali, imani katika kile ambacho unachokiamini. Nini maana ya imani? Maana yake imani ni kile kitendo ambacho unaamini. Unaweka imani kwa Mungu kwamba nataka nifanye 1, 2, 3, na unakiombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuende kwenye maandiko. Nisomee Mathayo sura ya 25 na mstari wa 14. Biblia inasema aliwaita watumwa wake, akaweka mali zao, akampa mmoja talanta, na mmoja talanta 2,
Na mmoja talanta moja. Ndio. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Kwa kadri ya mtu kila mmoja akapata talanta zake. Akasafiri. Anasema mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara na akatuma faida nyingine 5. Mstari wa 17 nasema na vile yule mwenye 2 na yeye naye akatumia zingine faida. Mstari wa 18 lakini yule aliyepokea moja akaenda akafukua chini akaificha na bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa akafanya hesabu. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta zingine 5 akasema, Bwana, uliweka talanta 5, tazama zingine 5 nilizozipata. Ishia tu hapo, nitaelezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine anajiuliza, sasa wale walipewa mtaji na Yesu, mmoja kapewa talanta 5, mwingine kapewa talanta 2, mwingine kapewa talanta 1. Sasa ikaja kwenye uzalishaji, wapendwa, jambo ambalo ni la kujiuliza. Kwa mfano, sasa hivi wewe ni kipi ulicho nacho ambacho unapaswa kuanza nacho katika biashara? Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 1, hatutaenda kusoma kwa sababu hizo bado zinajulikana. Ili ukitaka kusoma utasoma kwa muda wako. Musa akakutana na Mungu. Alivyokutana na Mungu, jambo la kwanza alilomuuliza baada ya kuwa amemwambia, baada ya kuwa akasema, nitageuka niyaone maono haya. Nami usiku wa leo nataka nikuamkize, hebu badili yale ambayo yatakutokea hapo ulipo, tuweze kukusongesha mbele katika jina la Yesu. Musa baada ya kuwa amegeuka, alivyotazama nyumba, maana yake Mungu alichokuwa anataka ni kubadilisha mawazo ya Musa, ule mtazamo aliokuwa nao, aliokuwa anachunga kule namna ambavyo, kama tunavyofahamu, wachunga kondoo na mbuzi, mara nyingi akili zao zinakuwa kama ni za mbuzi. Maana yake anamondoa kwenye ile hali, anamrudisha kwenye habari ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alivyomrudisha sasa, akamwambia, tusome sura, mkononi umeshika nini? Akamwambia, nimekamata fimbo. Akasema, iweke chini. Akaitupa chini. Alivyoitupa chini, ikageuka kuwa nyoka. Akasema, iokote tena. Akaiokota. Aliokota ikawa fimbo. Nini maana yake? Mtaji wa kwanza wa maisha ya mtu ni akili yake na ufahamu wake na namna anavyotengeneza maisha yake. Inawezekana kujadiliana. Nasema hivi, mtaji wa kwanza wa mtu ni akili yake na ufahamu wake na namna atakavyotengeneza mambo yake. Ndio mtaji wa kwanza. Haya mambo mengine unayoyaona yanakuja nje ni baada ya kuwa wewe umeanza kuyatengeneza ndani. Unatengenezaje maisha ndani? Maana yake ni
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na lingine la kuongezea, lazima ujipe uthamani ya kwamba wewe ni wa thamani kuliko yule unayemtazama kwa macho. Watu walio wengi wamefeli kwa sababu ya kumwangalia fulani alianza kwa namna hii lakini hakufanikiwa. Ukienda kwa namna hiyo huwezi ukatoka kimaisha. Itakupa ushuhuda. Wapendwa, nataka niwatie moyo vijana, usikate tamaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, haijalishi una miaka mingapi. Unajua wapendwa, hakuna kitu ambacho kinaogopesha. Mfano wa dada kaenda kujengelea kwenye kioo, alafu bahati mbaya akajikuta yale mashavu yanaweza kudumbukia. Nasema yeye, Mungu wangu, nimeanza kuzeeka, niko hivi. Nani kakwambia umezeeka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani kakwambia umezeeka? Jambo la kwanza la kumwambao binadamu anajimaliza ni pale ambapo wewe unaanza kujihukumu hata kabla hujahukumiwa. Sasa ukianza kujihukumu, matokeo yake ukitoka tu nje unakutana na shetani akwambia, umeanza kuzeeka hata hujaolewa. Umeshaanza kuliwaza ndani. Ukitoka nje unakutana na ule ushuhuda ambao sasa utatembea nao muda wote. Wakati huo sasa utakuwa na nafasi tena ya kuwaza kile ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Hello. Hello. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kutengeneza ujasiriamali, jambo la kwanza lazima ulianzie ndani. Mafundisho haya muda mwingi huwa nasikia tunafundishwa uchumi, ujasiriamali tunafundishwa, lakini baada ya kufundishwa unaanza hatua. Hello. Hello. Imani bila matendo, imani bila matendo ni sawasawa na yule mtu anasema pokea gari. Mpendwa, gari haliji bila kufanya kazi. Nisikutie moyo, gari haliji bila kufanya kazi, nyumba haliji bila kufanya kazi. Kila jambo lolote unaoliona lililozuri lazima ufanye kazi, na pesa ina mchakato. Maombi hayatoshi, kufunga kutoshi, lazima kuwepo na mchakato. Nataka nikupe ushuhuda, nikwambie kwamba akili ya mtu ndio inamtoa hapo alipokusoma neno. Amen. Wapendwa, mimi nimesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Sikufaulu kwenda sekondari. Baada ya kuwa sikufaulu kwenda sekondari, lakini namshukuru Mungu nilikuwa nina akili ya kusoma mbele. Na darasani sikuwa kilasa, nilikuwa niko vizuri tu. Sasa ile uwezo ule wa kufikiri, nikasema wakati mimi baba yangu amekufa nikiwa darasa la 5 Kamechi. Baba amekuacha, unamtegemea mama, na ni zile familia ambazo unakula mara moja. Unakula saa 9, unarudia kesho saa 9. Hayo maisha kama umeyaishi, mpigie Yesu makofi. Nilikuwa nashangaa mimi tukienda shule, tunaenda pale unakutana watoto wamevaa, kulikuwa yale matairi ya gari yale mnavaa, zile ndio zilikuwa kama ndo namba zetu zile. Lakini bahati mbaya mimi sikuwa nimebahatia kuivaa. Nikimwona mtu ameivaa ninatamani kama na mimi ningevaa. Ukiwa na sanani kicheuke namna hii, unaenda unamwaga maji chini alafu unapeleka pale ili angalau usikie pasicheuke. Mazingira haya tumeyaishi, lakini matumaini yangu ilikuwa nasema lazima nisome mpaka degree.
Tutauliza umefika degree sasa. Bahati nzuri nikakutana mtu mmoja akaniunganisha kwenye kazi. Ile kazi niliyokuwa naifanya ilikuwa ni ngumu, sijapata kuona. Nikasema hii kazi sio ndoto yangu. Yanampo. Kuna mwingine anasema nachelewa kuoa, natafuta fedha. Mpendwa, maisha hayana formula. Hebu mwambie jirani yako, maisha hayana formula. Kuna vijana ambao wanaogopa kuoa, bado wanatafuta sana. Utatafuta sana kama hujamshirikisha Mungu, bado ni kazi bure. Ningetamani kama ungekana kijana umeoa. Kama umekana kijana mtikise, mwambie umeoa. Kama hajaoa mwambie usiogope maisha. Maisha yanatengeneza Mungu. Ile kazi ngumu niliyofanya, nikawaza nikasema acha nikaoe. Nikaenda nikaoa. Nikazaa mtoto wa kwanza. Kama amefikisha kama miaka kama 5 hivi, wazo nikasema lazima nirudi shule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza shule, nikavaa uniform nyeupe na suruali nyeusi, na mtoto ninaye anaenda shule. Natoka wote ndani, unaenda shule na mtoto anaenda shule. Nikaanza form 1. Mko wangu ananiambia, hebu jitahidi angalau usome miaka 2. Kuna ule mfumo wa kusoma mwaka mmoja wanafanya form 2, form 1 form 2, alafu mwaka wa 2 unafanya form 3 na form 4. Akambia jitahidi, nikamwambia mimi nataka nitimize miaka 4 kama naenda shule. Nikaanza mchakato. Miaka 4 nikamaliza. Ilipofika ile mwaka wa 2 nikafanya mtihani wa form 2 nikafaulu. Nilikuja nyumbani na shangazi na kumwambia mwanangu, nimefaulu. Tukaendelea. Kama unajua habari ya ndoto lazima iwepo na upinzani. Unafanya kazi unaenda, mwingine anakwambia hivi, hiyo hela unaoitupa kwenye ada ya kwako, si wapo watoto wale? Nikamwambia nataka ndoto yako ikamilike. Nikaenda mwaka wa 3 form 3, nikaenda mwaka wa 4 form 4, nikamaliza. Nikapata credit za kunifanya niingie chuo cha Yesu makofi. Nikaanza mfumo mwaka wa kwanza certificate. Mwaka wa 2 kuisha, nikaingia diploma. Ulivyofika miaka 2 nikaingia degree. Nikavunja mwiko ndani ya ukoo kuwa na degree. Hebu mchapie Yesu makofi. Haijalishi familia yako ina watu wa namna gani, ukiwa na Yesu utatoboa kwa jina la Yesu. Unamchapia Yesu makofi. Unamchapia Yesu makofi. Makofi yanatosha hapo. Ndio maana tunamtumikia Yesu, kwa sababu tunajua alipotutoa. Ndio maana nakwambia akili ya kwanza ya mafanikio ni akili yako. Sasa kuna mtu mwingine anakwambia mimi sijawezeshwa. Nani akuwezeshe? Cha kwanza jiwezeshe mwenyewe, lazima utatoboa kwa jina la Yesu. Watu walio wengi wamekwama kwa sababu wao wanasubiri mpaka wawezeshwe. Mimi sikuwezeshwa na mtu, nilipata tu kampeni fulani, kale kanisababishia nikafanikiwa, na ni mtu wa kwanza kupongezwa na mkurugenzi. Wapendwa, wewe naomba sikia, mtu anakupa ushuhuda miaka, weka miaka 4, weka mwaka 1 certificate, weka miaka 1 diploma, imekuwa ngapi? 7 hiyo. Weka miaka 3 ya degree, miaka ngapi? 10 unasoma.
Halo, halo, mwambie jirani yako hapo unasemaje? Mwambie jirani yako hapo unasemaje? Kuna mtu mwingine anaingia kwenye mchakato wa maisha, kwenye maisha ya utafutaji, anaona mwaka mmoja amekwama, anasema Yesu amesahau. Yesu hajakusahau kwa jina la Yesu aliye hai. Mchapie Yesu makofi. Yesu anakukumbuka. Akili yako ndio itakayokusaidia, ufahamu wako ndio utakayokusaidia, na namna ambavyo ukisoma kile kitabu cha Mathayo, yule mtu wa kwanza aliyepewa talanta 5, yeye akaenda akazizalisha. Aliyepewa talanta ile 2 akaenda akazalisha siku 4. Aliyepewa 1 akaenda akaichimbia. Ni wale ambao wamepewa vipawa, baada ya kuifanyia kazi anaenda kuvichimbia. Ndio maana unabaki unalalamika, lakini mtu mwenye kipawa lazima uzalishe kwa jina la Yesu aliye hai. Unatakiwa ufanye fani, unatakiwa uende. Hata siku moja unakaa mahali bila kushirikiana mtu, uko peke yako, unakaa sehemu, unachukua Pepsi yako ya baridi, unakaa kwenye kiti kirefu, unaangalia namna hii, hapo unachakata, hutaki cha mtu akusemeshe, unawaza ufanye nini. Sasa kuna mtu mwingine atakutoka, lazima utoke. Usitoke na mtu kitaka kutafuta mawazo. Hello. Hello. Ukienda yule mtu atakushangaza. Amen. Ukienda mtu kama wewe umejipanga kutafuta wazo, unaenda na mtu hana mawazo haya. Ukifika hapo, yeye wewe umeagiza Pepsi 1, yeye atakaagiza na chips, aagiza sina Malta, kumbe ni tofauti. Wewe mfuko wako ni kidogo, unaanza kuwaza. Sasa huyu jamaa hajui kama na shilingi 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ndani wanafanya biashara? Biashara. Niwaambie, wangapi wanafanya kazi huko? Biashara. Wape, hakuna kazi mbaya kama kuajiri. Sasa mchungaji kwa nini nasema? Unapokuwa umeajiriwa, unatembea kwenye limit ya mwajiri wako. Mimi leo nilikuwa niko ofisini, kila nikitaka kuchomoka, naambia hii kazi bado hajamaliza. Nimetoka ofisini saa 2:30. Kila mtu akasema hizi kazi wapenda. Hapana. Kila mtu atoka. Kila mtu atoka. Mpendwa, ukijiajiri itakusaidia kwenye maisha yako. Na namna ambavyo unatakiwa kupakua uwanja wa mafanikio, lazima usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Watu wote waliofanikiwa, hata kama unafanya kazi, hakikisha kama ni mama wa nyumbani ambaye umeoa, hakikisha lazima awe na kitu ambacho anakifanya ili angalau ukitaka kusali kanaongezea. Wapendwa, hakuna kitu kibaya kama maisha umekwama. Wapendwa, kufanya kazi tarehe 20, 22 tarehe ambazo ni ngumu. Wapendwa, unaenda kukopa kwa mpendwa, na unasema huyu jamaa anafanya kazi au si bora acha hii kazi. Unaenda, wapendwa, maisha hayo mimi nimepitia. Unaenda, nilikuwa na duka moja. Unaenda, umeandaliwa daftari lako, limeandikwa geze. Nasema hivi kwa uchungu mkubwa, nikikuhamasisha usitegemee chanzo kimoja. Unaanza tarehe 15 mchele kilo 2, tarehe 18 mchele kilo 3, unakwenda mpaka upate mshahara. Unapata mshahara wote, unampelekea yule jamaa. Kati ya wewe uliyeajiriwa na anayefanya biashara, nani mwenye akili? Si mfanya biashara? Si ndio? Sasa kwa nini tusifanye biashara kama tunafanya kazi? Wafanya kazi mpo? Hebu tuone kwa namna hiyo. Na mimi nafanya kazi. Na mimi nafanya kazi. Lakini jambo la kwanza ambalo nataka kulifanya kwa mara ya kwanza, mimi wakati nafanya kazi,
nilianza kufuga ng'ombe mmoja. Sasa nikawa nakata majani, natoka kazini saa 10, nikifika hapa nilikuwa nakaa tu hapo juu, wale wengi wanaweza nakaa, nilikuwa nakaa basiketi moja ka Forex, naenda kukata majani mimi, nikakutana na mpendwa mmoja, ambia mtumishi wangu, sasa wewe unakata majani, si uajiri na wewe? Nikasema muda ukifika na mimi nitafanyaje? Na mimi nitafanyaje? Muda ulipofika, sasa hivi sikata majani, namwambia wewe bora nikakamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikaenda nasema hapo ulifanya vizuri. Na mimi kuna mahali ambapo nafanyaje? Naongoza na mimi. Na hiyo ndio akili. Kitu cha kwanza mtu aliyeokoka lazima uwe na akili. Na mimi nasema uwe mpole kama lakini uwe mjanja kama amsoma bandiko yenyewe. Uwe mjanja kama nini? Kama nyoka. Maana yake nyoka anakuwa ni mjanja kupitiliza, lakini unakuwa mpole, umejificha kwenye mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikupe andiko lingine. Yesu alipokutana na wale watu, aliwapongeza watu hao wawili. Yule mtu mwenye talanta moja alipofika pale alimwambia, naomba unipe hicho hadi nilicho nacho. Akamwambia, mwenye nacho aliye na moja ataenda 2, kama na 2 ataenda 4. Mkononi una nini uongezewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio principle ya kiroho. Na ndio maana Mungu katupa baraka. Jambo la kwanza anakutengenezea ufahamu. Ule ufahamu ambao utakusaidia kutengeneza mazingira yako. Na ndio maana kuna walimu, kuna madaktari, kuna wahasibu, kuna waimbaji. Alafu wewe nikwambie, una habari Yesu naye ni mjasiriamali. Yesu ndio mjasiriamali wa kwanza duniani. Kama ujui, kama unakuwa na mashaka, kwa nini aliwagawia mmoja mpe 5, mwingine 2, mwingine 1? Alikuwa anawapima uwezo wao, lakini mara hapo aliporudi aliwadai faida. Na ndio maana Yesu amekubarikia una afya, hujasikia unaumwa, na huo ndio muujiza wa kwanza ambao unaweza kukusaidia kukupeleka mahali penye fedha. Sasa wewe, alafu mimi nachukia vijana ambao bado wanakaa nyumbani, akiamka anaamka na video, alafu anakuja pacha. Yule jamaa muulize, kuna na zile simulizi anazijua, utafikiri sinema, anatoa hii, anabandika hii, anatoa hii, alafu nenda kwenye michezo, anamuda kwa wachezaji wa juu, anasema si yule nani, wote wanakusaidia nini kwenye maisha? Alafu hao ndio wa kwanza kutongoza kanisani. Sasa ng'ombe vocha. Sasa mpendwa, naomba nisaidie vocha 2000. Subiri kwanza. Nisubiri nini wakati napata vocha? Nasikilizia kwanza. Wanasema hivi, maneno matupu. Mwingine anasema utababu naona kama shemeji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mkesha wa lazima tutengeneze mazingira. Usitongoze kanisani. Kuna mabingwa kutongoza, anaweza kamaliza kanisa zima na wote wanakataa. Alafu mabingwa ndio na akili wanaambizana, fulani kanitongoza, kakutongoza leo, na mimi nanitongoza. Muhuni huyo, utaoa mbali. Alafu sasa wanatoka pale, nasema huko kanisani
Alafu mimi sipendi mtu anaenda kuoa mbali. Na huko ndani tunaoa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mchungaji anayependa wakaoe mbali. Tunataka waone huko ndani kwa ndani. Sasa unakaa unalemaziwa, unajua huyu bwana huko ndani sio kwamba wewe huelewi, wewe ndio ueleweki, lakini kama ungekuwa umeeleweka unajitunza, wangekuelewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama muda wangu umeisha, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi bwana namshukuru Mungu nimeenda shule. Mimi hata kama kinyama dakika 5 na hubiri. Amen. Dakika 5 zinatosha. Hata kama unazungumza mengi, inawezekana yanaingia hapa yanatokea huko. Lakini kwa namna ya kisayansi wanatakiwa hubiri dakika 45 ndio wabaki wana hamu. Kama siku mkinihitaji, mmenipa muda mfupi. Yaani hapa ndio nilikuwa naanza introduction. Wapendwa, mimi nimesomea biashara. Ningekupeleka mpaka kwenye calculation. Ningekupeleka namna ya kutafuta soko. Alafu bahati nzuri namshukuru Mungu na mimi nifanye biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina mpango wa kufungua shule. Ndoto zangu bado hazijaisha. Nilichukia siku moja walisema ni kitu ambacho kipo kienda kujaza mafuta kwenye gari, nasikia shehe ya Muhammad kuja Sharifu njoo, hakuna china linalotolewa Petro au jina linalotolewa Elizabeti au Zakaria, hakuna. Lazima tubadilishe mazingira. Yesu ana hela kwa jina la Yesu. Utamchapia Yesu makofi. Mwambie kitu cha kwanza ambacho tunakundi nacho, lazima ubiri na ufahamu, na kila siku ambacho unatamani kukifanya unakizungumza kila siku kwamba mimi najenga shehe, mimi nafungua duka, mimi nafanya biashara, mimi naanzisha moja mbili tatu. Ukiamka amka nalo, ukiamka ukilala amka nalo. Ndio maana ya kukiri, ndio maana ya kuzungumza. Kiri uzima na uzima utakuja kwako kwa jina la Yesu. Simama hapo ulipo, simama hapo ulipo, simama hapo ulipo katika jina la Yesu. Mimi sijui unawaza nini juu ya maisha yako. Nimezungumza kwa ufupi sana. Kama Mungu atatujalia, nilikuwa natamani kongamano linalofuata, kwa sababu ninalizamini mimi, tulifanyia Mchikichini. Kama watalizia, ila kama hawatalizia, mimi sitalizamini. Nataka nizamini nje Mchikichini. Waende wafanye mchakato wanaofanya, mimi nitafanya. Fedha na dhahabu ni mali. Kwa hiyo sasa nimewapa hawa kamati ya mipango na uchumi, waende wanichakate misheni yote ya Msasani iamkie Mchikichini kwa jina la Yesu. Nitaka kuzungumza kumalizia kwa maneno haya. Musa kufanikiwa kwake alianza na kuumizwa na hali aliyokuwa nayo, na hiyo ndio kitu cha kwanza. Mtu asije akakudanganya
kabla ya kuanza hatua. Anza na wazo, weka kwenye mipango, na kama ikikupendeza weka kwenye maandishi kwamba Mungu, nataka kufanya biashara. Mungu, nataka kufanya moja mbili tatu. Wapendwa, mimi nimejaa ushuhuda. Wapendwa, tumetoka mbali, lakini